Bwana, habari za wakati huu wapenzi wa Kalela Online TV. Jina langu naitwa Lucky the host. Na siku ya leo katika seti yetu tumeweza kutembelewa na Manji. Ana mengi ya kutuambia kuhusiana na zoezi ambalo tumelisikia likitrendi sana kuanzia tarehe 13 ya mwezi huu wa pili mpaka tarehe 17. Kutakuwa na zoezi gani hapa mjini? Lakini kabla ya yote tumfahamu vizuri Manji ni nani. Bwana, mambo vipi? Swali kabisa. Vipi fresh, inakuaje? Fresh kabisa. Bwana, kwanza jitambulishe vizuri kwa kufahamu vizuri watu ambao wanakutazama hivi sasa. Bwana, kwa majina naitwa Imani Mshamu Idi ila maarufu na Manji. Ndio. Bwana, mimi ni mwenyekiti wa taasisi ya Youth Advocacy Partner. Kifupi YAP. Unaweza YAP ndio umemaliza hapo. Bwana, kumetrend sana kuhusiana siku ya tarehe 13 ya mwezi huu wa pili, lakini mpaka tarehe 17 kuhusiana na issue ya upandaji miti. Lakini hii issue inaonekana imelenga sana kwa vijana. Nini makusudio yenu nyinyi kama taasisi? Mimi kama kiongozi wa hiyo taasisi tunaitwa Youth Advocacy Partner. Tunajihusisha na masuala yote ya vijana, hususan nyanja zote, yani kuanzia michezo, ujasiriamali na fursa zote zinazohusiana na vijana. Ni maslahi ya jamii kwa ujumla. Tunajihusisha sana na michezo. Kwa mfano miaka miwili nyuma tulifanya michezo ya masumbwi kama unakumbuka vizuri. Tulifanya pia mpira wa miguu wa wanawake. Tulifanya kwa miaka 4 mfululizo. Sasa tukasema tuje kivingine kidogo, tuje sasa kwa jamii tuisaidie serikali kwenye upandaji wa miti. Tunazungumzia hii tarehe 13 mpaka 13 hadi 17. Lakini sasa hii itaanza tu kwa hii ni kilele hiki. Mwanzo ni ufungaji wake. Hii itafanyika kwa kusini nzima. Upandaji wa miti tunaanza kufungua hapa Masasi napata. Tushatoka Masasi na maana turudi tena Masasi mjini. Tutakuwa sehemu tena kupanda tena, tushatoka hapo tena sehemu nyingine mpaka tumaliza mkoa mzima kwa ujumla. Lengo kusupport serikali kwenye upandaji wa miti ili kutunza mazingira na pia kushauri jamii, kushawishi na kuwaelekeza kuwa utumiaji wa nishati salama. Sawa. Na pia nyinyi kama taasisi mmezungumzia vitu vingi sana. Kulikuwa na masumbwi, kulikuwa na pia michezo kwa maana ya mpira wa miguu pia kwa wanawake na vitu vingi mbalimbali ambavyo tushawahi kuviona hapa mjini. Ilikuwaje mkawaza kuhusiana na upandaji miti? Yaani kwa nini hiyo upandaji miti? Ukitembea kwenye haya mapoli yetu, sisi tumebarikiwa sana mapoli sana. Lakini ukitembea kwenye mapoli yetu miti imeharibiwa vibaya mno. Kiacha kuharibiwa hata mazingira, ukiangalia hii upandaji wa miti unaleta picha nzuri, taswira ya macho. Yaani ukiona hapa imekaa vizuri. Mfano ukitembea baadhi ya shule hizi una hali ya hewa, sehemu za kupumzika, hata sasa hivi kidogo jua kali, lakini tukana miti na maana hata hali ya hewa tunapata nzuri. Pia miti itatusaidia baadaye kufanya mbao. Sahihi. Sisi tunaelewana vizuri. Kwa hiyo tukaona kwanza miti ili mradi tusupport, yani mazingira yatunzwe vizuri. Maana ukitunza miti vizuri hata watu kujenga ovyo. Ina maana watu jenga mbele ya miti, jenga nyuma ya miti. Sahihi. Sawa. Na nini mawazo yenu kwa vijana? Kwa sababu asilimia kubwa mimi nafikiri watu ambao wanaharibu mazingira kwa maana ya kukata miti ovyo, lakini pia hata katika uchomaji wa mkaa, asilimia kubwa inakuwa ni kwa vijana. Nini mawazo yako kwa vijana kuhusiana na hiki ambacho mnakwenda kukifanya kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 17? Kwanza kabla hujajua vijana kwa nini wanafanya shughuli ile pale kukata miti. Je, vijana washawahi kufikiwa kupewa elimu ya mazingira? Vijana utaswali hilo, vijana hawajafikiwa. Sisi kama sisi tukaona vijana wanakamatwa sana. Sisi kwa ajili ya maslahi ya vijana. Wote vijana wanakamatwa pikipiki kwenye basikeli zao, pikipiki kwenye beba mbao na vitu vingine kwa sababu hawajapewa elimu nzuri ya utunzaji wa mazingira. Na imani kupitia sisi vijana wenzao tutakaa nao chini kuwaelekeza, bwana tutunze miti hivi na hivi. Kuna kauli mbiu kujaga hapa zamani tunakumbuka, panda mti kata mti, kama unakumbuka. Ndio. Lakini ilikuwa elimu nzuri sana, lakini jamii haikuwafika vizuri pamoja na sisi tukiwemo. Na imani hii elimu ya miti si yote atakupata. Kwa hiyo tunapopata elimu ya miti kama hivi sasa hizi, na imani kidogo tutapata, tufikie vijana tuwape elimu. Maana tukikata mkaa madhara yake, lakini kuna mkaa mbadala upo.
tuwape elimu sasa ya mkaa mbadala, maandalizi ya jiko la mkaa mbadala. Kama kuna uwezekano wa kuunda huo mkaa mbadala, wajitahidi kupata elimu hizo, watengeneze ili waweze kuuza, wapate riziki. Kweli. Kuna majiko ambayo yanatumia kuni nayo. Majiko ya kuni nayo yanatumia kuni chache lakini moto mwingi. Sahihi. Kwa hiyo kiwapo na watu kiwapa elimu, hatuwezi kukataza watu kutumia kuni kwa ajili ya kutumia mkaa. Lakini tuwape vitu mbadala. Kama kutumia hichi, fanya hivi na mambo tutapata kazi nzuri. Mazingira tutatunza vizuri. Kwa lengo la kufikia vijana, tunashirikiana na serikali na TFS kwa ujumla. Sawa, lakini pia ndani ya hii wiki kuanzia tarehe 1 nafikiri mpaka kufikia leo tarehe 10 ya Februari, kumekuwa na picha nyingi ambazo mimi binafsi nimeziona sana zikienea mtandaoni, lakini pia zimekuwa trendi, ukionekana viongozi mbalimbali kama madiwani, wabunge, lakini pia nafikiri hata viongozi wa serikali za mtaa. Hii issue yenu ya upandaji miti kuna uhusiano wowote na serikali au ni wewe tu kuwa karibu na serikali kwa maslahi yako binafsi? Hapana, mimi kwanza sio mimi. Ninapozungumza mimi na maana nazungumza taasisi kwa ujumla. Ndio. Mimi ni watu wote. Yaani tuko na taasisi, mimi kiongozi wa taasisi. Kwa hiyo wale viongozi wanakutana wale viongozi wa TFS. Vipi? Wale ni viongozi wa TFS. Nao hiyo tunashirikiana nao kwa pamoja. Lakini pia wale madiwani nao wametuunga mkono kushirikiana na sisi kwa ujumla kwenye hili zoezi. Kwenye kiti mtaa nao wanashiriki, wanapita kugawa elimu na wao. Elimu tunapeleka sisi, tunapeleka wazo kwa watu, wazo kwa support pamoja, na tunashukuru sana. Kwa kule Chukunja diwani ametupokea vizuri, mwenyekiti, nisemeni watendaji, baraza lote la ujumla limetupokea vizuri sana. Na vipi kama itatokea mmemaliza hili zoezi, kuna wale watu tunasema waharibifu, yani leo mnaenda kulitengeneza zoezi lenu kwa uzuri kabisa, mtapanda miti, tutapata taswira nzuri katika mji wetu au katika sehemu mbalimbali ambazo mtakuwa mkifanya hii project yenu. Alafu vipi siku unakuta mtu sasa kuna wale washenzi sema umepanda mti, alafu kesho unamkuta mtu anatoa ule mti. Ni kitu gani ambacho unafikiria unaweza kukifanya au hatua gani ambayo utaichukua baada ya kukuta tukio kama hili linatokea? Cha kwanza sisi tunaenda kuwapa elimu. Imani elimu tushikayo hapa wenyewe watashiba. Ndio. Kuna kauli mbiu moja tunatembea nayo sasa hivi, soma na mti. Tunaanza watoto wa shule ya msingi. Mtoto wa darasa la kwanza anakabidhiwa mti wa kusoma naye. Yaani anaposoma darasa anasoma studies za kazi, atasoma physics, science, English na hivyo. Aidha kuna mti wake na anafanyaje? Tunasoma nao, kazi yake kufanyaje? Kuutunza na kuulinda. Shuleni anapata elimu ya miti, kutunza mazingira. Akirudi nyumbani tena kuna elimu ya mazingira na imani. Watoto hivyo vitu tutakuja kufanya, tutakuja kuviona. Na imani hiyo. Sababu hata mtaani wale wote ambao na maeneo pembeni mwa barabara, tumeongea nao vizuri, kila mmoja utunza mti wake. Kama mwanae anatunza mti wake shuleni, je, mzazi atashinda kutunza mti nyumbani? Atautunza. Sasa nafikiri pia ni elimu nzuri sana. Na unafikiri hili zoezi litadumu kwa muda gani? Itakuwa endelevu au baada ya hii tarehe 13 mpaka 17 tukimaliza tutakuwa ndo tumefunga, au hii elimu itaendelea kwa muda gani? Hii elimu itaenda kwa muda mrefu, lakini cha kwanza mimi nilichofikiria, kitu cha kwanza kabla sisi mimi na cabinet mzima, lengo lilikuwa Mtwara mzima kwanza tufanye hivi. Na lengo tumekimbilia kipindi hichi kutokana na saizi utunzaji wa kipindi hichi miti tunaweza tukaitunza kwa tukailea. Kwa sababu kidogo maji kidogo, tunashukuru Mungu mvua zinanyesha hadi. Kwa wakati hapo tukisogea nayo na mbele, na imani itakuwa nzuri. Ila sio hapa. Na tukomei hapo. Na kama nilivyokuambia, tunafanya hii kama uzinduzi, tunaanza kufanya, watu wameanza kuandaa tarehe 13, tutapiga 14 mpaka 17 kilele chake. Kwa pale napata. Lakini kutoka hapo kuna sehemu zingine tutafanyaje, tutaenda hata sasa tutapata wanahabari au tutatoka hapo, tutatoka tena sehemu fulani, tena sehemu fulani, tena sehemu fulani. Ni endelevu. Sawa. Na kwa kumalizia, badala ya project ya panda mti, hata mtegemee project gani tena kwenu kama taasisi? Bwana, project yao unavyojua, project hapa bwana ziko nyingi. Kwanza baada hii nilikuwa na wazo muda mrefu sana shaka na cabinet yangu kuhusiana na bodaboda. Maana bodaboda imekuwa kama ni uti wa mgongo kwa sasa hivi kwa vijana, yani ndio sehemu yao kubwa sana ya kutafutia riziki. Lakini tunaona vitu vyao vingi sana vinaenda ovyo, haviendi huko. Kuna huko kwetu Masasi haviko straight sana.
wana changamoto za kutosha wenyewe kama bodaboda, lakini kufuatilia sana mikataba yao. Mikataba mingi ya bodaboda ni holela. Yaani bodaboda inatakiwa asiue. Umeelewa? Maana tatizo lolote lile. Yaani unakuta wengi ameleta mtu mkataba miezi 9, pikipiki amenyang'anywa. Sisi hatusimame nao, tukanao pamoja, tushirikiane, tutafute wanasheria kulinda maslahi yao bodaboda na wenye pikipiki. Yaani tutengeneze usalama. Mtu bodaboda ameibiwa pikipiki na ya mkataba, atakamatwa, atakaa ndani. Umeelewa? Bado pikipiki tena alipe. Bwana, sisi tunashukuru pia kwa muda wako na imani tunakwenda kuona mambo mazuri kuanzia tarehe 13. Si baada, nafikiri kesho kutwa tu. Kwa tukushukuru sana kwa muda wako, lakini pia nyinyi kama taasisi sisi tuombe pia dua, tuone maendeleo makubwa, tuone mkifanya makubwa sana kwa vijana, hasa kwa kama ulivyozungumza kwa bodaboda, lakini pia na vijana ambao wanajitafuta. Bwana, kama nilivyojitambulisha mwanzo, naitwa Lucky the Host na hii ni Kalela Media, na leo tulikuwa na Imani Mshamu, mwenyewe anasema maarufu anaitwa Manji the Boss. Tunahitimisha kipindi hiki mpaka siku nyingine. Kikubwa tusubiri tuone project yao kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 17, kipi ambacho kinakwenda kujiri. Shukrani sana. Nyuma ya kamera tulikuwa na Moko TZA. Asante kwa time yako bro. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.